vile Yesu alikufa, Yes. ama vile walimtesa, walifikiria wamemmaliza, lakini asubuhi yake ama siku ya kufufuka ilipofika, Yes. walishangaa sana kupata ashafufuka na kaburi iko tupu. So washika bakora ama maaskari, Yes. hata wao walishangaa, manake walikuwa macho, bado wanaangalia, wanalinda ile kaburi, lakini hawakujua how it happened, ya kwamba Yesu hayuko na amefufuka. Okay. Yeah. Sawa, anaitwa Cecil Karush ndani ya studio siku hii leo akizungumzia kuhusiana na Mwitikile. Lakini kando na wimbo ule uko na nyimbo zingine. Tuanze pale mwanzo. Yeah. Safari yako ya muziki ilianzia wapi, Cecil? Safari yangu ya muziki ilianza kitambo sana. So manake nafikiria mi kwanza ama kujua kusoma either Kiswahili, Kikamba ama Kizungu nilijua nikiwa class 3. Okay. So vile nilijua kusoma, kuna hizi Bible dogo za Gideon. Zile toa blue. Yes. Sasa hizo zilikuwa pale nyumbani kwa wingi. So nilikuwa natembea na moja. Hiyo ndio nilitumia sana kujifunza kusoma. Siwezi sahau nilikuwa natamka Jesus. Baba Jesus ni Jesus. Yeah, kutoka nikiwa class 3 nilikuja kujua sio Jesus ni Jesus. Nikiwa class 5. Alright. Kijana mmoja nilikuwa anaitwa Peter Mulendi aliniambia sio Jesus ni Jesus. Alright. Yeah, maana nilikuwa ni katika ile harakati ya kujifunza kusoma. So nilitumia sana hiyo Biblia. Na nikawa nimesoma sana Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho, nairudia. So ikawa ile kitu imeniingia sana ya Biblia. So by nifike class 4 5 nikawa nimeanza ile mambo ya nasikia nyimbo zinaniguza sana. So wakati wa kusoma hilo Biblia, pengine kifungu gani ambacho ulikuwa unakipenda sana? Ulianza hapo Matthew mpaka Revelation? Nilikuwa tu naangukia, lakini nilifika nasoma tu, bora ile kitu iko ndani yangu ya kwamba nataka kujua kusoma. Nitimize. Kwani hukuenda shule sasa? Nilienda shule, yes. But katika safari yangu ya masomo kutoka nursery, class 1, class 2, sikuwa najua kusoma. Ile ambayo waweza chukua usome sikuwa najua kusoma. So nilikuja kujua kusoma nikiwa class 3. In fact ilikuwa ni wakati wa tuition. Nilipigwa sana na mwalimu alikuwa anaitwa Madam Ndunge. Sasa kutoka hapo nikapata ile neema ya kusoma. So nikawa ninatembea na Biblia. Mostly mimi Biblia ndio nilikaa sana nao karibu. So uimbaji ilikuja kuniingia sana nilipofika class 5. Kwa pale shule kukiwa na function, naweza kaa tu nikasikia wimbo umekuja na nikaandika, natunga. Kama ni mwalimu anafanya retirement, namtungia wimbo. Nice. So ikaenda hivyo by class 6 7 nikawa imeniingia zaidi. Pale nyumbani mimi nimelelewa na aunti yangu. So kuna ile shy off ya kwamba siko karibu sana naye, hatuna mazoea sana. So kuna vitu unaweza fanya unaona ni utoto, atanichukulia aje. Kwanza Cecil, wakati ulipokuwa unatunga hizo nyimbo za retirement, pengine ulikuwa unapewa nafasi shuleni kuweza kukikuza kipaji chako, ama ulikuwa unatunga unaweka tu hadi shuleni? Sikuwa napata hiyo nafasi, lakini kwa sababu ni ile unasikianga class fulani ni masaa ya ku-practice. Hapo ndio nilikuwa nashikana na yule mtu ambaye ako kwa ile nasikia tu wimbo imekuja, namwambia tuimbe wimbo fulani, ananiambia basi andika alafu tufunze. So nawafunza hiyo wimbo, steps nini, alafu mimi najitoa wakishajua. So unawaacha wao waimbe, wewe unajitoa? Sasa as in sitasimama katika ile mstari ya kwamba mimi ndio nilitoa ile wimbo. Maana sikuwa naonelea ni kitu ya maana sana. Alafu sikupata mtu wa kunitia moyo kuniambia this is the best thing you are doing. So nilikuwa naifanya tu, alafu naachia wengine wanaiendeleza. So nikifika class 6 7 ile mambo ya muziki gospel kama imeniingia sana. Tukiwa tumefungulia redio, kuna redio mostly Kambani tunasikiza Musi FM. So mostly kama Jumapili ama ile time tu kumewekwa wimbo wa gospel nasikia imeniguza, natoka nje. Hiyo ni usiku, kuna giza. Natoka nje naenda kuchezea nje. Unacheza hiyo kama hiyo? Lakini nyimbo zenu zinakuwa na energy. Very sweet. Ako kagita huwa ni lazima.
Inaitwa Gita ya Solo. Yeah. Inapatikana huko Kadonzoni peke yake. Very sweet. Ako. Yako. Hiyo tunakataliaga hapa juu kwa hewa. Ukiona hapa Cecily. Yes. Nakuitwa we. Kukubalika na Yesu. Amen. Yeah. So ikifika class 6 ukawa unapeana watu waimbe nyimbo zako, lakini wewe haujitosi kikamilifu. Then ikawa vipi? So ikaendelea hivyo, nikawa naona hiyo kitu inanisumbua na nyimbo zikaanza kukuja sana. Nikawa naweza chukua vitabu mingi sana, nimeandika vitabu mingi sana za nyimbo, but sikuwa serious nazo, naziacha tu. So ikasonga hivyo, nikafika secondary, nikawa bado ile mambo niko nayo ya kuendelea kutunga zile nyimbo na kuziandika na kuziweka. Okay. Nikaja vile nilitoka bara, nikaja Mombasa, vitabu zote niliacha kule. Na nilipokuja huku bado nikawa hiyo kitu ya uimbaji inanisumbua. Ninakaa tu, naweza kuwa nimelala hata usiku wa manane, nasikia tu wimbo umekuja. Nikiamka tu ile nashtuka niko na wimbo. Okay. So ninaimba hapo kwa hapo. So hata kama sijaiandika ama sijairekodi mahali, itakuwa ninakaa ile wimbo inanikujia. Okay. Hata kuna wakati kabla sijakuwa serious nilikuwa najiuliza hiyo wimbo nilisikia wapi? Nakuja kushangaa ile wimbo ilinikujia muda fulani na ikanakiliwa katika akili yangu, sasa nimeanza kuikumbuka na naimba. So ulikuwa unapata nyimbo gani? Ulikuwa unapata zote Kiswahili, Kikamba ama haiko nyimbo hauko unazia yoyote tu? Nyimbo yoyote. In fact vile nilikuja form 3 na form 4 nilisoma hapa. Na nilikuja nikaingiliana na Wakisi, Waluya, different tribes. So wakawa wamenifunza zile lugha zao. Na wengine wananiandikia, na nilikuja kujikuta pia nimetunga nyimbo za either Kiluya. Unakumbuka lugha nyimbo moja Kiluya? Kuna song nilikuwa naimba Nyasaye wanje ori muongo, Nyasaye wanje ori muongo, Nyasaye wanje ori muongo, uera hivyo. Waluya hata hapa pia mnaweza kujoin. Waluya naona Cecily ako nini kila mahali. Kisii, unaweza kukumbuka nyimbo yote ulitunga Kisii? Kisii sikupata hiyo neema ya kutunga. Ile Wakire moja. So nilikuwa na hiyo intention. Anaitwa Cecily mwenyewe, Cecily Karush. Ndikilengoni, ikoma na kuamuka, ninachevangoni, leo mie kigundi, mwe uimoni, wakamuva na satani, mbungose mavinda. Ati wakamupenda setani? Wakamnyang'anya funguo. Yani alipotoka katika kifo, alienda kimoja kwa shetani, akamnyang'anya funguo ya mamlaka. Tutajua tu by the end of this show, tutajua wimbo wote umezungumzia nini. Anyway, ulipokuja Pwani ukaingia katika shule ya sekondari, bado ukawa unatunga nyimbo. So baadaye baada ya kumaliza, ulimaliza shule ya sekondari pengine? Nilimaliza pale 2016. Okay. So what happened? Then after that nilikuwa katika maisha yangu sikupenda maisha ya kuajiriwa. Nilipenda nikuwe at least niko free, manake hii mambo ya uimbaji nilikuwa vile nilifuatilia nikapata inataka enough time. Okay. Ukae karibu na Mungu, upate new revelation, kuwa mpya. So nikawa nasema sitapenda kazi za kuajiriwa. Na nilipotoka shule, mabeste relatives wakawa wanataka nitafute kazi za kuajiriwa, but nikakataa. Kuna watu pia walikuwa wamenitegea, na niambia sasa niko safi, mimi nataka nikuajiri katika biashara yangu, nishikilie nini. Niambia hapana, wezi nilipa. Wengine hawakupata ufunuo ni kwa nini nakataa. Okay. So ikaendelea hivyo. Nilipumzika one day after form 4, nikaanza kuwaso. One day ama 1 year, Cecily? One day after exam, nilikaa kwa nyumba one day. The following day nilienda nikachukua mayai. Mimi ni hustler. Hallelujah. Yaani
anapumzika siku moja, watu huku wameshinda wamelala. Unajua sisi tulikuwa tunasema tutamaliza lini form 4 tulale. Wewe ni mwitiki ile akaenda akanunua mayai. Akaingia mtaani. Yes. Akauza mayai akakuliwa pale Likoni. Smatisho iko moto, alafu huyo mwimbaji ako juu kama Wakamba na Kagita. Anyway, gita ya solo. Mungu nibariki sana Mama Gigi wa Sokombia. Wa kwenu huyo? Yeah. Anatoka kule Kadonzweni kule. Yes. Ukaanza kuzungusha mayai. Nikauza mayai pale almost 3 months. So vile wale walimu pale nilikuwa nasoma walikuwa wanataka wanirudishe pale nisomeshe. Yes. But nikawa sikupenda. Wewe hutaki kuajiriwa kabisa. So ilinibidi vile walianza kuulizia bradhangu, manake bradhangu ndiye alikuwa ananisomesha. Nikahama kutoka Likoni nikaja Kongoya. Na ndio maisha ya kuanzia kuishi Kongoya ikaanzia hapo. Okay. So nikaendelea na kuhustle na Mungu akanibariki tu, nikawa nimefungua biashara zangu 2 ya nguo na ya matunda. So mayai ilifikia wapi? Mayai nimeuza hata saa hii wanauza, manake nilitengeneza ile trolley. Ukienda pale Kongoya ama kutoka Kongoya hiyo area ya Makuti, Leisha huko ukiuliza Cecil utalipeleka. Kwani unajulikana huko? Wewe ni celebu. Mimi ni celebu, wengi wananiita celebu. Mayai ama? Celebu ya Yesu. So ukafungua hiyo biashara ya mayai ikakusaidia ukafungua biashara nyingine, sivyo? Nilikuja nika shift kutoka kwa mayai nikaingiana na matunda. Fruit salad, juices tofauti, then na matunda nikazifix pale ndivyo shika vizuri, nikachukua kibanda kingine sasa pale nikaweka nguo. Wow. Mtumba hizi ama? Mtumba. Okay. Yeah, so na maisha ikasonga hivyo. So haujaajiriwa katika maisha yako? Sijaajiriwa. Na hutaki kabisa kuajiriwa? Sijapenda kabisa. Okay. Watu wengine unajua most of vijana wakiwa wako katika shule, kila mtu anataka kufanya kazi ofisini. Niingia asubuhi ofisini. Sasa kwako ilikuwa tofauti? Kwangu ilikuwa tofauti, hata vile marafiki wale tulikuwa tunasoma nao wengine walienda wakapata nafasi, wananiita wananiambia sasa wewe ni best yangu, umenisaidia sana pale katika masomo nini, njoo nikutafutie namna uingie kwa kazi. Namwambia hapana. Cecilia, are you serious? Sikupenda. Mostly mimi ni mtu. Kwa nini upendi kuajiriwa? What is it about employers ambao upendi? Hakuna kitu ambayo sipendi juu yao. Yes. But ni ile huwa napenda nikuwe na enough time ambayo sita bembeleza mtu ama that is nitakuwa niko free katika upande mostly wa huduma yangu. Okay, so wakati huu wote ukiwa na biashara, huduma yako ilikuwa vipi? Naweza funga wakati wowote, kama saa hii kutoka mwezi wa 4. Yes. Last year. Ile biashara nilisimamisha na nikawa naifanyia kwa nyumba, order by order, nauzia makastoma zangu kwa order vitu. Ili nikuwe na enough time, nikatoka pale barabarani at least nikapumzisha akili. Pale manake nilikuwa very busy, nilikuwa by saa 11 shaanza kushughulika, nimepanga kila kitu na kufunga ni saa 4:30 usiku. Okay, so safari tumeanza na safari yako ya huduma safari yako ya muziki baada ya darasa la kidato cha 4, baada ya kwamba umejiajiri wewe mwenyewe. Ulikuwa na wakati wa kuweza kwenda kufanya sasa huduma as in kuimba, kuhudumu kanisani, ama ilikuwa vipi? Huwa nimekaa sana katika kanisa kama mwimbaji pale praise and worship team katika kanisa. Ile vile nilikuwa shule niliingia katika kanisa ya kwanza, nilikuwa pale Leisure Stage. Nikahudumu pale mpaka 2019 I think. Okay. Nikaja nikatoka pale, nikaenda sasa kanisa yenye niko inaitwa Talented Worship Center. Iko pale Leisure Stage. So wakati huu wote ulikuwa bado unatunga ama hizo nyimbo ziliacha kuflow? Zilikuwa zinakuja hivyo na nilikuwa ninaimba na hizo kanisa zote
kabla hata sijaenda studio na kabla nilikuwa ninawaambia mimi ni mwimbaji, niombeeni na unahudumu. So siku ya kwanza kwenda studio ilikuwa mwaka gani? Studio nimeenda this January. Mwaka huu tu? Yeah. Okay, Cecily Karush atakuwa anatueleza kwa nini ilimchukua muda, ilimgharimu muda kwa yeye kuweza kufika studioni na kuweza kurekodi, lakini ni mwitikile ni Yesu. Aka kanyimbo kameniingia. Watu wakatanzania mko wapi? Hallelujah. We, achika utawe. Nataka tuweze kuchukua pumziko fupi lakini tunarudi. Yesu mzumbi wa muwa, nitekele ni Yesu mzumbi wa muwa, nineke wembe tanyani mzumbi wa wendo, ina wamba wa muti ni amba wa nundu wakwa. Ni mwitikile. Mimi nilibamba by the way. Mara ya kwanza nikisikia nilibambika sana. Na hata sijui wapi. Sinilia iko kwa YouTube. Iko kwa YouTube. So nilichukua YouTube mimi. Okay. Alafu nani pia alinitumia. Nani wewe? Kingoni. Okay. Ndio alinitumia mara ya kwanza. Ni mwitikile ni Yesu. Anasemaje? Ngoja kwanza nishike vizuri. Mwitikile ni Yesu mzumbi wa muwa, mwitikile ni Yesu mzumbi wa muwa. Musumbi mfalme wa amani. Musumbi wa mwitikile ni Yesu. Musumbi wa mwitikile ni Yesu mzumbi wa muwa. Mungu ni peace ama amani. Mwitikile ni Yesu mzumbi wa muwa, ninekiwe mbetanyani mzumbi wa wendo, ila wamba wa muti ni amba wa nundu wakwa. Nilivalishwa pete na mfalme wa upendo. Alipokuwa anasurubishwa katika msalaba, alikuwa anasurubishwa sababu yangu. It's a nice song. It's a nice song. Thank you. Yeah, so kwa nini ilikugharimu muda ukufika studioni? What happened? Why did it take you so much time before ufike kwenda kurekodi? Nilipenda mwanzo nikuwe at least niko stable. Na sikupenda sana ile nianzishe huduma ambayo itakuwa ni kama ninakuwa mzigo kwa watu wengine. Nataka kwenda studio, saidieni. Nataka sijui nini, ama majukumu yangu ama mambo yangu ije iwe ni kama imesimama kwa sababu ninashughulika mambo ya muziki sana. So biashara ya Thaf nilisimamisha, ile percentage kubwa nilisimamisha, lakini huwa bado naifanya ili kuboost huu uimbaji ili kuwe nyepesi. So ndo nasema ni kitu gani ambacho kilikufanya usiende, ama ni fedha? Pesa pia sitalaumu Mungu kwa kusema ni mambo ya pesa, manake biashara zangu zilikuwa zinanipea pesa vizuri. So ni wakati tuseme ni wakati, manake ile kitu ambayo unashughulika sana nayo huwa ndio hiyo iko kwa akili. Ukiwa more focused about the business, akili itabeba hiyo sana. Ukiwa focus sana kuhusu ministry, akili itabeba hiyo sana, na wakati mwingi itakuwa inapotea kwa huduma. So nilishika biashara vile nilitoka shule na nikaishika sana, na akili yangu yote ikawa imezama pale. Sasa hii mambo ya kusisitiza nitaenda studio nilikuwa tunasema, but vile 2020 mambo ya corona ilikuja, nikawa lazima mwanzo nisimamishe kazi. Niliingia kwa nyumba na nikasettle kwa nyumba, na nikawa niko na enough time sasa pale. Sasa zile nyimbo zikawa zina flow sana na zinanisumbua sana. Napata kwa siku naweza pata new songs almost 5. So nikasema sasa nitapunguza masaa ya biashara, niinue masaa ya huduma. Then nikaanza kuinvest kwa huduma. Kwa hiyo song yako ya kwanza ulifanya studio, ulifanya hii song EP inaitwaje? Ndio hii. This is the first song. Ni mwitikile ni Yesu musumbi na muo. Musumbi wa muo. Tukiingia tunaingia naye tukiflow na moyo. Ni mwitikile. So kwako ulipata wakati gani wimbo huu wenyewe? Ulipata wakati gani? Ilikuwa lini? Huu wimbo nimeupata 2020. Vile nilitulia tu kwa nyumba, ndio huyo wimbo nilipata.
Dhafu niko na nyimbo mingi sana zilikuja those years behind. Zingine hata nimesahau, maana hata zingine sikuandika na zingine niliandika na vitabu nikatupa ama nikawa siko careful nazo. But ile song si eti ndio ilikuja peke yake katika huo wakati. But nilipenda ikuwe ni chanzo ama ikuwe ni the first point katika uimbaji wangu. Okay. Kwako ilikuwa rahisi kutunga, ama kwako ni rahisi kutunga nyimbo ya Kikamba, ama kwako ni rahisi kutunga nyimbo yoyote ile wewe una flow? Nyimbo yoyote, lakini naweza sema Kikamba na Kiswahili mostly ndio. Okay. Sawa. Hapo tutaingia. Huyo unajua Ivona Fia? Unajua Ivona Fia? Ivona Fia ni Mkamba pia wa Kitui. Ni mwimbaji. Yuko Mombasa. Nimesikia nyimbo zake na nikawa labda sijafuatilia sana. Sawa. Anaitwa Ivona Fia from Kitui with love. Inateremka ndani ya Lulu Countdown, dakika 20 zikiwa zimesalia kufika ule mwendo wa saa 7. Ndani ya studio nipo naye Cecil Karush akiweza kuzungumza zaidi kuhusiana na safari yake ya muziki, changamoto zimekuwa zipi, alafu basi na wimbo wake ni Mwitikile. Wacha tufanye inaitwaje ile tunaita freestyle. Haya. Amenifundisha sasa hivi wimbo huu ni Mwitikile. Na wewe ukishika huko piga simu uweze kuimba kama umeshika vizuri kama vile mimi nimeshika. Yes. Ni Mwitikile ni Yesu musumi wa muwa. Ni Mwitikile ni Yesu musumi wa muwa. Endelea huko mwingine. Hallelujah. Endelea. Ni Mwitikile ni Yesu musumi wa muwa. Ni Mwitikile ni Yesu musumi wa muwa. Ninegiwe mbete nyeni musumbi wa wendo. Ila wamba wa muti ni yamba wanundu wakwa. Ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa. Ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa. Ninegiwe mbete nyeni musumbi wa wendo. Ila wamba wa muti ni yamba wanundu wakwa. Wewe kama umeshika ni Mwitikile, nipigie simu umwitikile hapa 0727499744 ikiwa nambari ya simu. Lakini what happened Cecily, baada ya miaka mingi ndio ukaingia studioni mwaka jana tu, wakati huu wote ni kitu gani ambacho kilikuzuia kutoingia studioni na kurekodi muziki? Kile kilizuia ni muda. Muda ndio nifanya labda simamishe kwanza ama kama sina shughuli hiyo, kwa sababu huwa napenda sana kitu, nianzisha kitu nianzishe once and for all. Yes. Sio kuanzisha kitu alafu ikae ni kama nimetulia. So kwa sababu nilikuwa na hiyo maisha ya kuhustle na mwanzo, nilipenda sana mwanzo nijipange kimaisha. At least nipate kama ni hapa na hapa, ama kila kitu inasonga vizuri, ama labda hakuna mahali nitakuwa nahitajika kihuduma nikosekane kwa sababu ya either changamoto ama mahitaji ya hapa na pale. Manake zaidi ya yote utakuwa uko na mahitaji. Ya pili ile unaona watu wengi wanaanzisha huduma na inakaa ni kama imetulia. Wengi wanachukua ile nafasi na kusema nitategemea ile huduma. Ile kutegemea ile huduma bila kufanya kitu kingine huwa mara mingi inaweza ikakurudisha nyuma. Manake expectations zako zitakuwa ni either unangojea upate pesa fulani ndio isikume ama iboost hii huduma. Na labda inakawia. Ama kwa ile wakati ulikuwa unangojea inakuwa sio haijakuja vizuri. So ndio maana nilipenda mwanzo nijipange. Nikuwe niko na pesa ambayo sitaambia mtu nisaidie na pesa niende studio. Sitakuwa ni mzigo ama hakuna kitu itaharibika kwa upande wa kwangu. Manake nikiangalia kama familia kwetu
kuna vile wao wananitegemea, sitakuwa mzigo kwao, ama sitakuwa ni kama nimejiondoa katika familia yao kubeba huduma. Amazing. 0727499744. We are live on Facebook, Lulu FM Radio, na watu wanatoa comments za kwao pale. Michano Boy anasema nikiwa Mambrui Kagombani, ubarikiwe dada. Asante. Maxwell Kombe anasema inanibariki nikiwa nyumbani Kisimondogo Malindi. Asante. Florence Mzungu anasema inanibariki nikiwa na familia yangu wakiwa Malindi Sabasaba pamoja. Asante. James Emmanuel anasema out of voice, niko tuned. Thank you. Jackson Kalume nikiwa anasema anategea akiwa Kibokoni. Asante. Clinton Gala anasema watching live from Langobaya. Asante. Angel Abigail anasema nategea nikiwa Mombasa Makande Estate. Asante. Abdul Kabate inanibariki nikiwa nyumbani Malindi Msoloni Kabate. Asante. Peter keyboardist watching from Malindi, thank you so much. Chidimna anasema pamoja sana akiwa Mtwapa. Pamela Cheng anasema simati Mtwapa mpatikani vizuri. Sawa sawa, asante. Unaweza kuingia katika ukurasa wa Facebook, we are live on Facebook, kwa hiyo inaweza kukusaidia pia vile tukingojea mitambo irekebishwe. Josephat Gora anasema ananibariki nikiwa Madamani. Lilian Kish anasema tuned in from Meru County, I love the show, moto sana. Asante sana. Ni nani anamuitikile? Kuna mmoja anamuitikile? Oh my God. Kagita ni yako. Shikilia. Ako. Hapo sasa. Hapo. Hapo. So wimbo wako wa kwanza unasema ni huu, ni Mwitikile. Yeah, this is the volume 1 album. Na ukaingia studio ukafanya na Mwitikile kwanza. Yes. Kwa nini uliweza kufanya katika lugha ya Kikamba? Pengine ama kuna muhimu gani kwa mtu kuweza kufanya wimbo katika ile lugha ya mama ama katika ile lugha ya kwao? Kuna muhimu wote? Kwako unasemaje? Kwangu sioni umuhimu wowote, manake pale utakuwa auongei tu na watu wa kwenu peke yako, peke yao. Na pia intention yako sio kufikia Wakamba ama Wajaluo ama ile kabila yako tu peke yake. Intention yako ni kufikia Wakenya wote and outside the country. Kwa hiyo unasema kwamba ile huduma Mungu amekupa ni kwa ajili ya kila mtu. Na kwa sababu zaidi ya yote huduma ni ya Mungu. Na unafanya ni kwa sababu Mungu apate utukufu. Ndio. Ile wimbo imekuja ya kwanza ama ile umeipendelea, na umeipea kibali. Biblia inasema chenye umefungulisha duniani mbinguni imefunguliwa. Yeah. So unaitumia hiyo na unasema this is the one ambayo Mungu amenipa kwa huu wakati, tutaanzisha nao. But hata kama ningeanza na Kiswahili na ikuwe strong pia, ingeendelea. By the way umefanya nyimbo za Kiswahili, sio? Yeah, nimefanya nyimbo za Kiswahili. Yeah. Lakini mimi napenda na Mwitiki. Haleluya. Jamani, karibuni, itabidi usonge ukambani huko Kadonzweni. Kadonzweni I come. Ama Machakos kwa Alfred Mutua. Napenda Kadonzweni, yani iko katika roho yangu. Sijui kama huko kuna maji by the way. Maji iko sawa kule. Okay. Kama kuna maji ni sawa. Anyway, changamoto ambazo umepata so far katika huduma yako ya muziki. Changamoto ile the one and the biggest one huwa mostly ni pesa. Okay. Ya pili huwa ni ile connections. Waweza kuwa umepata ile pesa, uko na nyimbo tayari. But ile kufanya selection ya either which studio, nitaenda studio gani? Haya, je, nitaenda pale watanichezea wimbo vizuri? Hiyo ni tricky pia. Alafu kuna hii maneno mengine, unaweza enda studio wimbo wako ikaibiwa, ikapotea. Ndio. Haya, challenge nyingine hiyo haijaniangukia mimi, nashukuru Mungu so far, na ongera kwa wale producer wangu wenye nilikutana nao, na Mungu awaongezee neema. Huwa nimekutana na waimbaji wengi wamerudi nyuma, na wengine pia wamesonga mbele, lakini katika njia ambayo haimpendezi Mungu. Maana utaenda pale utaambiwa ya kama ni muziki tutapiga muziki, but the moment umelipa na umeenda, inakuwa either producer anaanza kukufuata chini anakutaka wewe kama mwanamke. Mara mingi wanawake na wanadada
Mungu awape neema, manake unapata ni mtihani. Alright. Kwa sababu pale unaweza labda kama umekataa kazi yako inabiwa ama inapotea. Na ushalipa pesa, you see? Na ushalipa. So hizo ni zile challenges strong, but mimi nimesema hiyo ya 4 haijanisumbua. Alright. I thank God. Na Mungu awabariki hiyo producer wangu. Amen. So pengine wewe unawaambiaje wanamuziki wengine ambao pengine challenge imekuwa ni hizo, na mtu anakaa kwanza ngoje akitafuta hapa na pale, pengine kanisani kwenu wanakusupport? Wanasupport muziki wako? Sikupenda support yao sana, sikuwaitisha, that is. But ile kitu nilitaka sana, mostly huwa natambua maombi sana kuliko kila kitu yote duniani. So niliwaambia tu waniombee. Pale ilikuwa ni last year, but 2019 mwezi wa 10. Na hata vile nilitoa nyimbo, nilienda hiyo siku nikawaeleza na nikawabariki na nyimbo. Na familia yako wameisupport? Familia yangu kuna wale wako na uwezo wa kunisupport, mmoja ama wawili. Na wale wengine wananitia moyo. Na wengine wananipa mawazo zaidi. Asante. Kuna mmoja anaitwa Nicole Master, shabiki wetu hapa. Anasema Vau ni sawa. Vau ni sawa. Vau anasema nini? Hapo ni sawa. Hapo nisije mkamo na nisengenya hapa na niko hapa. Hatuwezi. Dai wa muzumbi wa muwa. Jaya zungu inadai wa muzumbi wa muwa. Kwa hiyo Cecily, unapatikana wapi na muziki wako unapatikana wapi? Pointi ya kwanza ya kupata muziki wangu ni pale YouTube. Na search Cecily Karush. Utanipata tu pale, uburudike tu, ubarikiwe. Social media accounts uko katika Facebook? Facebook nimeshare sana. Unajitaje Facebook? Cecilia Kalunde. Instagram najiita Cecilia Kalunde pia. Twitter umefika ama bado? Sijafika. Tutafika huko lakini. Tutafika kwa neema. Kwa neema. Shout out unamwambia na tukiweza kukamilisha show. Wawili watatu ambao unasema wamekuwa baraka katika hii huduma, na watu ambao you appreciate ya kwamba waliweza kusimama na wewe. Uweze kuwataja hapa, at least pia wao wahisi ya kwamba kazi yao inatambulika. Karibu. Amen. Acha nichukue hiyo jukumu kwanza. Nimshukuru Mungu. Amen. Siku zote God is the first, ama ndiye number 1 kwangu. Absolutely. Nimshukuru Mungu. Na ya pili ni mwendee bradhangu Joseph Mumo. Ako pale Sabasaba. Yeye ni mechanic. Nisimama sana na mimi katika huduma na kimaisha, kimasomo yeye ndiye amenisomesha. So congrats my brother, God bless you. Wa pili ni aunti yangu anaitwa Regina Wayoa. Ako upande wa Machakos. Mungu ambariki. Amekuwa wa maana sana. Ndio. Na watatu nitasema ni studio ya 4G Records. Ikiwa imesimamiwa na Jeconias Mwendwa. Huyo hao ndio walinichezea hiyo wimbo. Na Mungu awabariki na wape neema zaidi. Kuna msanii ambaye unamwangalia, unamtazamia, pengine unapenda muziki wake, love the music? Anaitwa David Munyao. Ameweza kuimba wimbo kama ya harusi. Anasema Ndokile kwako kwa mwendo wangu ikiembete. Ndokile kwako kwa mwendo wangu ikiembete. Kitu kama hiyo. Ndengulili nyengine nala. Ala. Hiyo wakamba mnanipenda ama mnitaki? Tunakupenda. Hiyo ndio tutaimba pale Wakadhonzweni ukienda kwetu. Pole sisi ni come slowly. Hello rafiki. La. Yes. Mimi nipo. Nakuite we. Karush, yes. Ni musevyo. Niende neza ndatayo Yesu. Kai. Amina. Hallelujah. Ni sawa tu, ni leo tu. Ebu nitwikile. Ebu nitwikile nitwikile. Si uimba huo wimbo. Imba hiyo wimbo. Ni mwitikile. Nini twikile ni Yesu musumbi wa muo. Twende niko. Twende.
Sawa sawa, asante. Mtafute kwa Facebook. Amen. Amen, amen. Asante. Amen. Amen. Asante sana Cecily kwa kuweza kufika ndani ya studio. Wimbo wako kweli unabariki, ni Mwitikile ni Yesu. Na kwa wote wakadhonzweni ambao wametegea show, asante sana. Unapokwenda Mombasa, Mungu aweze kukulinda na endelee kukuza talanta yako ya muziki, uende hata zaidi na hata zaidi. Amina. Hapo ndipo tunapokamilishia awamu hii ya Jungu la Vipaji. Ndio nakamilisha na Cecily. Ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa, ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa, Nineki wembete nyanda musumbi wa wendo, ila wambo wa mujini amba wanundu wakwa. Ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa, ni Mwitikile ni Yesu musumbi wa muwa. Bye bye. Yes. Ni Mwitikile, watu wamerespond huko Facebook.